Bwana, katika kuisifu soka la Tanzania, basi tuwapongeze timu ya taifa ya Tanzania kwa kufuzu katika hatua ya 16 bora. Mimi niko na Chief Kizenga, ngoja tupige naye story mbili tatu aweze kutuambia furaha ya namna gani baada ya kuiona timu yake ya taifa ya Tanzania ikifuzu kuelekea hatua inayofuata. Ndugu yangu, uko poa? Niko poa kabisa. Sema upo? Upo kwa kutosha, kama unavyotuona tuko very happy. Kwanza tunafurahi, tumeandika historia mpya ambayo tokea mwaka 1980 haijawahi kutokea Taifa Stars ikaenda hatua ya 16 bora. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumefurahi, tumeenjoy na imekuja kwenye zama nzuri. Sasa hivi watoto 2000 na wanacha kutambia mpaka sasa hivi. Wa 2000 wanacho cha kutambia. Kipindi cha miaka yao hii ndio kwa mara ya kwanza timu ya taifa imeweza kwenda robo finali. Sisi watu wa 80 huko tuendelea kuzeeka kama hivi. Historia imeandikwa na sisi tupo kama kawaida. Bwana, niambie furaha ya ikoje kwa upande wenu baada ya kuiona kikosi cha timu ya taifa kutinga katika hatua inayofuata? Sisi kama mashabiki wa Taifa Stars, cha kwanza kabisa tumefurahia umoja waliokuwa nao viongozi kwanza kutoka serikalini. Pongeza kwanza nimpongeze Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na watendaji wake wote ambao wako kule Morocco. Hao ndio tunaweza tukasema ndio nambari 1 walioweza kufanya mpaka sasa hivi timu imekwenda kule hatua ya 16 bora. Morali walioiweka kwa ajili ya wale wachezaji wameweza kuitendea haki. Wameweza kuvuja jasho la nguvu na hii jezi wameitendea haki kupita maelezo. Pongezi yangu ya pili iende kwa kocha Gamondi pamoja na benchi lake la ufundi, na ya tatu iwafikie wachezaji wote kwa ushirikiano wao. Hatuwezi kusema Faisal peke yake. Bila kuanzia nyuma kwa kipa kwenda kati kumfikia yeye, asingeweza kupiga ule mpira na kufunga goli. Kifupi tumefurahi na tunawapongeza wote walioshiriki ule mchezo. Kikubwa tunaenjoy sana. Kuna watu wao wanaibeza sana timu yetu ya taifa ya Tanzania na kusema si lolote si chochote. Sasa wameangukia pua baada ya kuiona Taifa Stars inasonga mbele. Na hii zana yote inatokana na usimba na uyanga. Usimba na uyanga ndio inadogosha sana hii timu ya taifa. Na ndio maana sisi tukaamua kuanzisha Sports Influencers Promotion. Watu wengi wanaamini kwamba Simba na Yanga hawawezi kukaa sehemu moja. Iweje wachezaji wetu wa timu ya taifa wanakutana kule, wachezaji wa timu ya Simba na Yanga na wanaongea? Kwa sisi mashabiki tusio kitu kimoja. Mpaka sasa hivi watu tunapigwa vita umoja huu, wanaongea mengi, wanasema kila kitu ambacho wanajisikia wao. Inawezekana. Tunataka kutoka kwenye analogi na tunaingia kwenye maisha ya digital. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sisi tunaweza kusema kitu kimoja. Wao wanapenda kubeza hii timu ya taifa. Cha kwanza kabisa tunawaambieni mjitafakari mara mbili. Kikubwa katika hii nchi tuache kubagua timu za kushabikia. Unapokuja utaifa tuwe wazalendo watu wote. Vilabu viwili hivi visitugawe. Kwa sababu mpaka dakika hii unaona kuna wengine wanasema kwa sababu gani Gamondi anapanga sana wa Yanga, wa Simba hatuwaoni. Kikubwa sisi yoyote aende. Mfano mdogo wake, sisi kwenye huu mmoja wetu utakuta mwenyekiti anatoka Simba, wao sisi watu wa Yanga tulalamike kwa nini mwenyekiti atoke Simba? Ukiwa kwenye ubora wako, ukiwa na uwezo wa kuongoza chochote, ukiwa na uwezo wa mpira kuzidi mwenzako, mwingine aanze kuokoa jambo lipate kwa kwenye mfumo mzuri. Kwa hiyo in short, wanaopenda kuidogosha timu yetu ya taifa, sasa mmedondokea pua na mtakwenda kuzalilika. Niwahakikishie, Morocco tunamgaragaza tarehe 4. Tarehe 4? Morocco tunamgaragaza na tunakwenda hatua inayofuata. Hamtokaa muamini ya maneno. Mlibeza na mtendelea kubeza, na wengine mlifikia hatua mpaka mkaenda kumfaidisha Muhindi na mikeka yenu imechanika kabisa. Wengi wakawa wanalia hapo jana bwana. Sawa tumefuzu lakini Kanja ameondoka na mikeka yetu. Sasa mikeka yenu iliondoka na Kanji, fanyeni hivi, mlipanda ndege mkalipia mechi dhidi ya Tunisia na Taifa Stars. Kwa hiyo hela zenu mlizozipoteza huko, faendo mlikuwa uwanjani Morocco. Hii itakufanya uenjoy na wewe kuwa mzalendo vizuri kabisa. Kikubwa tuendelee kuiombea timu yetu ya taifa, na nasisitiza tena umoja ndio kitu kikubwa sana. Tuendelee kupendana wenyewe kwa wenyewe. Tusibague timu ya taifa, tusibaguane sisi kwa sisi. Kikubwa umoja kwanza, mengine baadaye. Wanachokisema kama isingekuwa kwa penalty, basi leo hii Tunisia wanazungumza mengine. Hata hapa uwanja wa taifa ilitokea hivi. Kipindi kile Aishi Manula alimshika mguu mchezaji wa Tunisia, ikatokea penalty. Na Mungu akataka kuwaonyesha watu, nimeamua kuleta matokeo yale na mchezaji aliyosalisha pale Benjamin Mkapa ni yule Faisal, na imetokea jana pale nchini Morocco. Kwa hiyo kikubwa tusipende kukalili maisha. Sawa? Unapopata chance na Mwenyezi Mungu anapokupa nguvu ya kuamka salama, pambana kwa ajili ya ndoto yako. Tuache mazingira ya kuota mambo ya jana. Hatuwezi kwenda, hatuwezi vipi.
Kwanza jipe nguvu mwenyewe, Mwenyezi Mungu anakuongezea power, tunasonga mbele. Bwana Chief Kizinga, mimi nataka tuzungumze kitu kimoja hapa. Young Africans wameanza shida bwana. Sajili ya kwanza ni ya Emmanuel Mageni. No. No comment. Sajili ya kwanza ni ya Emmanuel. Binafsi mimi kama mshabiki na mwanachama wa Dar es Salaam Young Africans, polisi akaupiga mwingi dhidi ya Singida Black Stars, watu wakakata sana umeme. Watu wakaona sipo, ngoja hii mali ipasi kukaa pale TRA. Watu wakaishusha pale mitaa Twiga na Jangwani. Mimi naheshimu management yetu kikubwa. Mimi sitaki kujimaliza. Nataka nimuone kwa macho yangu uwanjani. Mimi muda wa kukaa sasa hivi kumsifia mtu ambaye sijamuona anacheza vipi. Kipindi yuko TRA tunaona uwezo wake. Unajua jezi ya Dar es Salaam Young Africans kuivaa nafu kaangalia wale watu walikuwa kule juu ni kitu kingine tofauti. Na ukivaa jezi ya TRA hakuna kitu ambacho unafanyia kinakupa pressure. Sisi watu wa Yanga hatuna subira. Tusidanganyane. Watu wa Yanga subira hatuna. Ukituuzi tu tunaruka na wewe. Ndio iko hivyo. Sasa hivi simuona tulikuwa tunamwimba mtu hapa mfano kama Su Celestine Ekua, yule Dumbia, utakuta kama kina nani yule Bala Conte. Hapo hata usiende mbali. Wanasadikika kwenda kutolewa kwa mkopo na baadaye kuna maingizo mapya. Maruf Shakei pamoja na Kamara wanakuja ndani ya viunga vya Twiga na Jangwani. Kitakachoamuliwa na uongozi wangu na management ya klabu yetu chini ya rais wetu Engineer Hersi, sisi tunakibariki. Sisi kazi yetu ni kusapoti uongozi na kamati yake ya utendaji. Mimi kama mwanachama sina elimu ambayo itakonifanya sio nimjue mchezaji huyu mzuri huyu mbaya. Kazi yangu mimi ni kukosoa na kushangilia. Bas, sina mengine. Ila mnaona wanaweza kwenda kuleta kitu ndani ya Young Africans kwa namna ambavyo unamfahamu kwa msimu kadhaa ambayo alikuwa akicheza kihudumu ndani ya Singida Black Stars. Maruf Shakei pamoja na Kamara. Kwa wale jamaa jinsi walivyokuwa Singida kule nimewafuatilia kwa uwezo wao, kiukweli wanakiwasha. Ila wanapokuja kuvaa jezi yetu, utoto wao huku wauondoe kabisa.